Bwana Yesu apewe sifa, watoto wa Mungu. Ninashukuru Mungu kwa kuweza kukutana tena siku ya leo, twende tukajifunze lile neno la Mungu au tukajifunze maandiko ya Mungu. Na leo tutakwenda kujifunza sababu ya kuzaliwa kwa Yesu duniani. Maana ya kuzaliwa kwa Yesu duniani. Watu wengi tunatambua ya kuwa Yesu alizaliwa. Yesu amezaliwa. Je, hii ina maana gani kwetu, kwa sisi wanadamu? Kabla hatuja kwenda moja kwa moja kuanza sababu ya kuzaliwa kwa Yesu, tusome baadhi ya maandiko yanayoonyesha kuzaliwa kwa Yesu. Kuna maandiko mengi katika Biblia yanayoonyesha kuzaliwa kwa Yesu, lakini acha mimi nikasome maandiko haya machache, kisha tutajifunza sababu ya kuzaliwa kwa Yesu. Nitakwenda kusoma ile Luka 2 mstari wa 10 mpaka wa 11. Pia nitakwenda kusoma ile Luka 2 mstari wa 6 mpaka wa 7. Tena nitakwenda kusoma Mathayo 1 ule mstari wa 21 na Mathayo 2 ule mstari wa kwanza. Pia tutasoma Isaya 9 mstari wake wa 6 na kuingia katika somo tulilolikusudia kujifunza. Amen. Sasa acha mimi niende moja kwa moja, nianze na kusoma andiko la Luka Luka 2 mstari wake wa 10 mpaka 11. Inasema, acha nisome katika jina la Yesu Kristo. Inasema, malaika akamwambia, msiogope, kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yetu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Amen. Twende tena tukasome ile Luka 2 mstari wake wa 6 mpaka wa 7. Inasema, ninasoma Luka 2 mstari wa 6 mpaka wa 7. Inasema, ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanaye kifungua mimba, akamvisha nguo za kitoto, akamlaza katika hori la kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Amen. Usichoke ndugu mtoto wa Mungu, tuendelee kusoma, alafu tutakwenda kwenye somo ambayo tumekusudia kujifunza leo. Ninakwenda kusoma tena Mathayo 1 mstari wake ile wa 21. Inasema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Pia twende tukasome ile Mathayo 2 mstari wake wa kwanza. Inasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Wayahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema. Ukiendelea pale ya mstari wake wa pili utaelewa alisema nini. Sasa acha tuingie kwa lile fundisho ambalo tunataka tukajifunze, sababu za kuzaliwa kwa Yesu. Kwanza tuangalie unabii wake Isaya ile 9 mstari wake wa 6. Inasema, ninaenda kusoma kwa jina la Yesu. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amen. Kwa hiyo katika andiko hili la Isaya 9:6 natuonyesha kuzaliwa kwa Mwokozi, unabii uliotimia, furaha kwa ulimwengu. Sasa tuangalie sababu za Yesu kuzaliwa duniani, na hili ndio lilikuwa somo letu aswa ambalo tunataka twende
tujifunze, watoto wa Mungu. Ila usichoke kunitizama kwa sababu tunahitaji kujifunza. Lakini ni kusii mpenzi mtazamaji au mwana wa Mungu, kama bado huja subscribe hii channel, basi fanya hivyo ili upate notification kwa zile upload zote ambazo nitazileta kwako. Pia usisahau kushare, comment na kulike, itakuwa ni jambo la baraka sana. Twende tukajifunze sasa lile andiko ambalo nimelikusudia kwenu. Sasa tunapojifunza au tunaposema maana ya kuzaliwa kwa Yesu au sababu ya kuzaliwa kwa Yesu, ni kwamba Mungu alikuja duniani ili kuwaokoa wanadamu kutoka dhambini na kuwaleta katika uhusiano naye. Na sababu aswa za kuzaliwa kwa Yesu tunasoma katika kitabu cha Isaya 7 mstari wa 14 na Mika 5 mstari wake wa 2. Nasoma maandiko haya yanatufundisha kwamba kutimiza unabii kama tulivyosoma katika ile Isaya 9:6. Kwa maana hiyo Yesu kuzaliwa kwake kulitabiriwa katika vitabu hivyo. Kwa hiyo tunakwenda kusoma ile Isaya 7:14 na Mika 5:2. Ngoja tusome kwa kujifunza zaidi. Acha nianze kusoma na hiyo Isaya 7:14, mtoto wa Mungu, itakuwa ni jambo jema. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Kwa hiyo Mungu hapa anasema kwamba tazama, mwanamke atachukua mimba, ambaye mwanamke yule ni bikira ambaye hajawahi kuingiliwa na mwanaume. Ndio maana hata malaika alivyompelekea zile habari alisema, itakuwaje jambo hili wakati mimi simjui mwanamume? Lakini Mungu akiamua chake basi ufanyika. Ni kweli, huu unabii ulitimia. Hebu twende kwanza tukasome na ile Mika 5 mstari wake wa 2, tuangalie tunaambiwa nini hapa. Acha nisome kwa jina la Yesu. Bali wewe Bethlehemu Itifata, aliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako atatokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa hiyo tunaona haya matokeo ya tabiri hizi zilitokea tangu zamani, na sasa hivi tunavyozungumza kwamba unabii ulikwenda kutimia. Sasa endelea kunifuatilia kwa sababu lengo ni kujifunza, na mimi napenda tujifunze na nyinyi. Kwa hiyo ndugu zangu, utaandika comment yako hapo ili na mimi nipate kusoma, nijue ni kitu gani ambacho pia napenda kujifunza kutoka kwenu. Amen. Kwa hiyo ndugu mtoto wa Mungu, tunaona kwamba kuzaliwa kwa Yesu au kutokana na mistari hiyo tunaona kwamba kuzaliwa kwa Yesu ni jambo ambalo lilikuwa limetabiriwa na utimilifu wa unabii huo ulitimia. Kwa hiyo ndugu yangu, kutokana na mistari hiyo tunaona kuzaliwa kwa Yesu ni jambo ambalo lilikuwa likisubiriwa na utimilifu wa unabii. Tukitizama sababu nyingine za kuzaliwa kwa Yesu ni kuja kuokoa wanadamu. Unajua tulikuwa tuko mbali na Mungu, kwa hiyo wanadamu alikuwa amedondoka katika dhambi. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu alikuja kuokoa watu kutoka katika dhambi zao. Hata tukisoma ile Injili ya Mathayo 1:21 inasema, acha nisome, itakuwa ni jambo la baraka kwetu. Naye atazaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu, maana yake ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Umeona? Kwa hiyo lengo lingine au sababu nyingine ya Yesu kuzaliwa ni kuja kutuokoa katika anguko tulioanguka katika dhambi. Pia sababu nyingine tunaona kwamba ni kumfunua Mungu kwa mwanadamu.
tunaona kwamba Mungu, hakuna aliyewahi kumwona Mungu, lakini kuja kwa Yesu amekuja kumfunua Mungu, wanadamu wapate kumjua Mungu, wanadamu wapate kujua Mungu anahitaji kitu gani. Amen. Naam. Kwa hiyo kupitia Yesu watu walimjua Mungu na tabia zake. Hata ile Injili ya Yohana 1 mstari wake wa 18 na Yohana 14 mstari wake wa 9 inatufundisha kwamba, acha nisome hii Yohana kwanza 1 mstari wake wa 18 tuone inatufundisha nini au inatuelekeza. Ninasoma kwa jina la Yesu. Hakuna mtu aliyewahi kumwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Kwa hiyo tunaona kumbe sisi kumjua Mungu tulifunuliwa na Yesu Kristo. Kwa hiyo faida au sababu ya Yesu kuja duniani kwamba alitufunulia ili kumuona, kumjua Mungu na zile tabia zake. Amen. Pia tutaangalia ile Yohana ambayo ni 14:9. Acha nisome katika jina la Yesu. Itakuwa ni jambo zuri la kujifunza zaidi. Linasema, Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Umeona, aliyeniona mimi amemwona Baba, basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Kwa hiyo hapa tunaona Filipo alikuwa akimuuliza Yesu amwonyeshe Baba tu inatosha. Kwa hiyo Yesu akawa anamjibu kwamba wewe ulikuwapo na mimi siku zote, usimjue Baba? Kwa hiyo kumbe tunaona Mungu alijifunua kwetu kupitia Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo tunaona Yesu alitutambulisha, alitufunulia kumtambua Baba. Pia sababu nyingine ni kushinda kazi za shetani, kwa sababu shetani alikuwa ametutawala sana, na tulikuwa hatuna ujanja wapi tutatokea, lakini kuja kwa Yesu, kwa hiyo alitupa ushindi. Na ndio maana ukikaa ndani yake naye akakaa ndani yako, utakuwa na uwezo, utakuwa na mamlaka yote na kuweza kumshinda yule shetani. Kwa hiyo Yesu alikuja kuharibu kazi za shetani, kazi za yule ibilisi ambayo unaweza ukasoma ile Yohana wa kwanza 3 mstari wa 8 inasema, atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirisha ili azivunje kazi za ibilisi. Ni kama vile andiko lilivyotufundisha. Pia sababu nyingine ilikuwa ni kuleta uzima wa milele. Unapompokea Yesu Kristo, jua kwamba umepata uzima wa milele. Umpokee Yesu Kristo na ufanyike kuwa mwanafunzi wake. Ujifunze siku zote kutoka kwake. Ufuate ile kweli ya Mungu, basi utaishi milele. Kwa hiyo wote wanaomwamini Yesu upokea ule uzima wa milele. Hii tunaipata ile Yohana 3 mstari wake wa 16 inatuambia ya kwamba, acha nisome andiko. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Najua hapo umenipata vizuri. Maandiko ya Mungu ni matamu. Maandiko ya Biblia ni matamu. Neno la Mungu ni tamu. Amen. Kwa hiyo tunapaswa kujua kwamba kuzaliwa kwa Yesu ni ishara ya upendo mkuu wa Mungu kwa wanadamu. Mungu alimtoa mwanaye ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tunaipata kwenye hilo andiko. Amen. Kwa hiyo kupitia kuzaliwa kwake, maisha yake, kifo chake msalabani pale, tunaona na ufufuo wake, basi mwanadamu alipata njia ya kupatanishwa na Mungu. Kwa hiyo kwa kusema haya, ndugu yangu, itakuwa umejifunza kitu kama utakuwa umenifuatilia kwa makini. Niseme tubarikiwe sana na neno hili, tubarikiwe sana na mafundisho haya. Niseme shalom, shalom, na Mungu wa mbinguni awabariki. Bye bye.